Uhali gani mtazamaji wa Asam Online TV? Hizi hapa ni ripoti za Asam Online TV. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, hizi hapa ni jitihada za Asam Online TV. Tunakwenda katika jimbo la Chumbuni ambapo kuna kijana mwenye umri wa miaka 17 amepatwa na tatizo la kupooza kwa mwili wake mzima isipokuwa kichwa tu. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, tutaenda kuzungumza na mama mzazi wa Abdurrahman. Analipi la kuzungumza juu ya ugonjwa wa mwanawe? Pia tutaenda kuzungumza na kijana Abdurrahman. Yeye atatueleza kiuhalisia wa tukio hili na kitu gani ambacho kimepelekea mpaka hali hii imempata. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Abdullahi Abdallah. Mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na speed kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet. Nianze na viongozi wangu kwanza, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mama Samia Suluhu Hassan. Na mimi tatizo lilonikuta, nimeumia Pwani Verde katika kwenda kufanya zoezi kumaliza. Nimeenda kwenye maji, nilipojirusha nimeumia. Kwa hiyo naombeni msaada wenu viongozi wangu. Na ilikuwa mimi nimeenda kwa kufanya mazoezi tu, sio kwa kuoga sana ile mazoezi. Shamaliza mazoezi, muda kuondoka azana ile kujitia maji mtu ende zake. Sasa katika kuruka ile nimeruka vibaya, nikaumia kichwa. Nilipopata ile tatizo tulienda hospitali pale, kaenda mpaka Lumumba kufika nikakaa kama mwezi mmoja na nusu, na wajibu alotoa Lumumba alisema nitapona kwa kukaa miezi 2-3 tu kwa hapo nilipoumia, lakini naona sasa hivi mwezi wa 6 tulivorudi hospitali kweli hajafanya lolote, wamebadilisha mpira mkojo tu basi, hajafanya jambo lingine lolote. Wakatuambia turudi nyumbani basi. Mwili mzima kiufupi unaniuma sana, yani unaniuma saa zaidi, sijui nisemeje, lakini hisia nazo. Mtu akinigusa sehemu fulani najua kanigusa hapa sehemu fulani. Mimi naomba viongozi wangu, Mheshimiwa Mbunge Pondeza, naomba msaada wako kwa ujumla unisaidie. Kwa jina naitwa Fatima Usi Haji, mama mzazi wa Abdurrahman Juma Makame. Jamani, viongozi wangu, rais, wabunge, wawakilishi, naomba msaada wenu mnisaidie kwa tatizo lililomkuta mwanangu. Mwanangu kapata mtihani, kaumia shingo, mwili wote haufanyi kazi. Sasa inabidi nimehangaika hospitali, lakini hakuna hata moja mpaka sasa hivi linalofanyikiwa. Maana hali yangu ya kiuchumi ni ndogo. Sasa nahitaji msaada wenu mnisaidie kwa ajili ya matibabu ya mwanangu, apone arudi katika hali yake ya kawaida. Hospitali tulipoenda ndo ametuweka mwezi 1 na nusu. Wakatuambia kwa tatizo lilivyo, baada ya miezi 2 atakaa sawa recover, lakini huu ni mwezi wa 6 bado hajakaa sawa. Na hospitali wakatuambia kila baada ya wiki 2 twende, lakini tukenda wanaenda badilisha mpira, hakuna liwalo, tunarudi naye. Na sasa hivi nimeamua la sendi naye na kana hapa pa nyumbani tafuta dokta, anakuja mbadilisha mpira basi. Akipata homa na mwita dokta na niandikia dawa ili mradi arikave tu akaya ile asiwe mnyonge. Kwa upande wa vidonda aliwahi kufanya kidonda, na kisasa mkajalia tukakiwahi kabla hakijawa kikubwa, tukapata dawa, kaja dokta ndo akatuandikia dawa, tunamtumia. Sasa hivi kishapona, hana kidonda. Changamoto mahitaji ya mgonjwa, maana hana pempasi, hana vifaa vya kuhudumia mgonjwa. Kula yetu ndio hivyo, mtihani. Mungu tusaidie. Ndio maana tukaona tuombe msaada kwa viongozi wetu atusaidie kwa hili tatizo tulilokuwa nalo. Daktari wanavyosema kaumia shingo, kuna tindi imetenguka katika shingo. Sasa irudi sehemu yake ya kukaa, sehemu yake ili akaisawa recover kurudi
mwili wake kurudi shingo, nimeteteruka walivyosema wao. Sasa ndo wakatuambia baada ya miezi 2 atakaa sawa, lakini huu mwezi wa 6 hajakaa sawa. Kwa jina naitwa Harub Said Sefu. Leo nimepata simu ya kijana mwenzangu anaitwa Abdullahi hapa Chumbuni. Sisi kama vijana tunaomba sana wabunge na wawakilishi na watu tofauti huyu kijana apate msaada. Kwa sababu gani? Hali ni tete, hali anaumia. Kwa sababu gani? Kipindi cha nyuma nimemtia kula, bado hali ni tete. Naomba jamii, watu tofauti, wabunge, wawakilishi wamsaidie huyu kijana. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.